Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo neno la Bwana katika asubuhi ya leo, tunaanza kwa kuangalia injili yetu, ambapo tunakutana na Yesu akiwaeleza wanafunzi wake juu ya mateso ambayo yeye kama Masiha angeyapokea huko Yerusalemu. Habari hizi zilikuja kwao kama mshtuko mkubwa na walizipokea kwa huzuni kabisa. Hii ni kwa sababu zilikuwa kinyume cha matarajio yao. Wengi kati yao walikuwa hawategemei kitu kama hiki, kwamba Masiha wao angeingia katika mateso makali namna hii. Hii iliwashtusha kwa sababu nao walitambua kwamba Bwana wao akipata mateso, basi na wao watayapata vile vile. Itawabidi na wao pia wabebe msalaba uliobebwa na Bwana wao. Hivyo waliona kwamba walikuwa wanakwenda kuishia katika maisha ya shida. Lakini Yesu alizidi kuchukuliana nao hivyo hivyo taratibu na kuwaongoza taratibu hadi walipokwisha kutambua nini umuhimu wa msalaba na kipi cha kuchukua wakati wa kumfuata Kristo, ndugu zangu. Na baada ya Yesu kuwapa Roho Mtakatifu, walikuja kuona kwamba kumbe mateso ni kitu kidogo kabisa. Hivyo walikuwa tayari kuteseka, kuchapwa viboko, kufungwa na hata kufa kifodini. Lakini ukiambiwa walikoanzia, walianzia kwenye hofu kubwa sana. Walikuwa kwenye hofu kali kweli, lakini baadaye walikuja kuelewa baada ya kupokea Roho wa Mungu na kukaa na Yesu kwa muda. Hivyo ndugu zangu, na sisi pengine tumeingia katika maisha pengine ya ndoa au pengine ya utawa, tukiwa na malengo tofauti. Tukijua kwamba kule ni raha tu, ni hakuna shida yote, hakuna lolote litakalotupata. Tukifikiri kwamba baadhi yetu tutafaidi sana. Tungekuwa na raha, hakutakuwa na mateso, na labda leo najikuta niko kwenye misukosuko, nahangaika, nakabiliana na umaskini mkubwa, ndoa inasumbua, mume, mke hayakusikilizi, pengine utawa hauendi, maisha ya wito pengine hayaendi, mambo ni magumu. Kila wakati sijisikii tena ile raha niliyokuwa naifikiria nitaikuta. Injili yetu ya leo, ndugu zangu, inatuambia kwamba mitume nao walikutana na hali kama hii. Walijiona kupotea, lakini walipokea Roho Mtakatifu. Walipopokea tu Roho Mtakatifu, walijiona kwamba wapo mahali sahihi na hawakutaka watoke pale walipokuwepo, bali walikuwa tayari hata kupata kifo dini ili wafe shahidi kwa ajili ya kutetea imani yao. Katika somo la kwanza, Musa anawaambia wana wa Israeli wachague kati ya kifo na uzima. Anawaeleza kwamba endapo watachagua njia ya kifo, hakika wangeangamia, na anaapa kwamba wangeangamia kabisa. Njia ya kifo siku zote inakuwa ni rahisi rahisi, inakataa mateso, lakini inaongoza motoni. Sisi ndugu zangu, tunaonyeshwa na Yesu leo kwamba kubeba msalaba kupitia ile njia aliyoipitia mkombozi wetu ndiyo njia iongozayo kwenye uzima, ambako tunasikia katika somo la kwanza. Masomo yetu haya yote ni onyo kwetu, hasa kwa wale walioishia kuwakimbia pengine wake zao, waume zao, kutokana na umaskini au kutokana na ugonjwa, na kwamba wakashindwa kuvumilia mpaka mwisho, wakawaacha katika mateso kwa sababu hawakutaka mateso, walifikiri maisha ni furaha tu. Wale mliotelekeza watoto wenu walipopata na magonjwa au mabinti walipopata mimba, wewe ukamkana hadharani na ukamwacha, huku ukajiepusha naye, huku kisa tu unaogopa aibu. Kwa kweli hapa tulidumbukia katika kuchagua njia ya kifo, sio njia ya wokovu. Ni wakati wa kuomba msamaha na kurudi kwa Mungu na kushirikiana na wenzetu wale ambao wameingia kwenye matatizo. Tushirikiane nao ili mwishoni tupate ukombozi. Kwa namna pekee tuwashukuru wale ambao walisafiri pamoja na wake zao waliokuwa wagonjwa mpaka mwisho. Walisafiri na waume zao waliokuwa wagonjwa mpaka mwisho. Walisafiri na familia zao mpaka mwisho. Wale ambao hawakuwa na kinyaa kuwatunza hata wagonjwa, kuwatunza hata wazazi, wengine mpaka walipokufa, wengine mpaka walipopona. Mungu awabariki sana. Hii ni ishara nzuri ya kukaa kwenye mateso mpaka mwisho. Wale waliokuwa na ujasiri wa kusimama na kuwaogesha hata wagonjwa walio katika hali mbaya kabisa, Mungu awabariki sana. Ni tendo jema. Wale ambao mlikimbia
na kuona kinyaa na kutema mate, kwa hakika mna jambo, mnapaswa kuomba msamaha na kutubu mbele za Mungu, kwa sababu si sawa. Njia ya mateso inaweza kumpata mtu yote. Hata wewe unaweza kupatwa na magonjwa, unaweza kupatwa na jambo lolote muda na wakati wote ukahitaji msaada. Je, wakikukimbia utajisikia sawa? Si sahihi. Sisi tujue njia ya mateso inatupeleka kwenye uzima. Ni muda tu. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Endelea kukukumbusha tuko kipindi cha Kwaresma. Endelea kupata neno la Mungu kutoka tafakari za Shajara ya Asali Mbashara. Vitabu vya Shajara ya Asali Mbashara bado vipo vya kutosha kabisa. Pale St. Joseph Cathedral, Dar es Salaam. Vipo kwenye kontena la kwaya. Na namba ya simu ni 0713 42 9980. Mtafute huyo, anaitwa dada Kotilda, atakupatia shajara. Pale Msimbazi Center, pale Msimbazi Bookshop, shajara pia zipo za kutosha. Pale Padre Pio Shrine, shajara pia zipo za kutosha. Pale yupo kijana wangu ambaye yeye daima atakutumia popote pale, ambaye namba yake ya simu ni 0619 24 14 24. Ukimtafuta atakutumia popote pale. Moshi Bookshop, namba zao za simu ni 0754 88 28 27. Ukiwasiliana nao pia utakipata kitabu cha Shajara ya Asali Mubashara. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu, vipo vya kutosha. Kuwa nacho kitakusaidia sana. Kipindi cha Kwaresma kina njia msalaba nyuma kule, unaweza kusali muda na wakati wote. Kuna sala hapa mwanzoni za Mtakatifu Padre Pio za kuomba uponyaji, novena mbalimbali zipo. Rozari ya huruma ya Mungu nyuma kwenye shajara, na tafakari ya kila siku ya masomo ya kila siku kwa mwaka mzima huu wa liturujia mpaka tarehe 31 Disemba mwaka huu. Tafakari zote zipo. Ipatie nakala yako, basi nakutakia kila laheri. Mungu awe nawe.